Ni majira mazuri ya kwenda kusikiliza neno lako. Naomba vile vipawa vya rohoni vinavyohusika na neno lako kwa ajili ya kuweka vitu katika mioyo yetu. Vipawa vya hekima, maarifa na ufahamu vinavyohusika na maisha yetu kwa ajili ya kuelewa na kuweza kuingiza imani ndani yetu. Naomba vipawa hivyo vikajae katika mahali hapa na kwa yule anayetusikiliza kutokea mbali, kwa jinsi ambavyo Mungu umekusudia. Lile kusudio lako likatimie, maadamu upo pamoja nasi na hujawahi kutuacha. Ni katika jina la Yesu tunasema asante. Amen. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi. Basi nisaidie kumsalimia aliye jirani yako, mwambie shalom. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa walio kuja leo mara ya kwanza, naitwa Absalom. Ni mhubiri wa habari njema za Yesu. Na tumeanza tangu Jumatatu, tumeelezea imani na vile ambavyo tumekosea katika uelewa, na nikaonyesha imani tulionayo katika urahisi kutoka katika Agano la Kale, vile tunavyotofautiana na Agano Jipya katika mifumo iliyoanzishwa na Agano la damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na katika hali hiyo tukalipata agano lililo bora, ambalo kwa hilo kila aminie anahesabiwa haki bure. Na kwa njia hiyo vyote vilivyokuwa tunavisubiri tunavipokea kwa njia ya imani katika Kristo Yesu katika ukamilifu wote. Sema amen. Ndani ya hilo agano ndipo mahali ambapo Mungu ameweka kila unachokitamani ukipate kwa njia ya Kristo peke yake. Njia nyingine ya shortcut katika Mungu hakuna. Lazima tupitie katika Masihi, kwa sababu yeye ndiye aliyekuja kukomboa ulimwengu na dhambi zake, na ukombozi wake umemkamilisha kila mmoja aliyeamini kumkaribia Mungu kwa ujasiri na kuweza kupata rehema na kila mashiko ya maisha. Maana ukombozi tulioupata umeanza rohoni na hata kumalizia katika miaka tunaishi katika mwili. Hatutapungukiwa rohoni wala hatutapungukiwa mwilini. Amen. Hizo ni haki ambazo zipo kwenye agano. Kwa hiyo hiyo imani ambayo sasa tulisema agano la kwanza, agano la kale, limesimama na sisi kama ahadi. Agano hilo limeenda na wazee wetu walioamini kwamba aliyeahidi atatenda, mpaka Yesu anakuja analitimiza lile agano kwa yale yote yaliyoahidiwa akayatoa. Sema amen, amen. Kwenye ile eneo sitamani ukose kitu chochote, maana umo ndani ya hilo agano la Kristo. Paliwahi kutokea ahadi, akasema nabii Isaya kwamba kuja kwake huyo, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo lazima aje yeye, na alipokuja tuliona katika maandiko alivyopigwa, na andiko likatimia. Magonjwa hayana mahali tena kwetu. Hilo ndilo naamini.
huu mwili ukabadilishwa, sio tena kuwa mahali pa magonjwa, bali kuwa hekalu, nyumba na maskani ya Mungu kukaa. Na kitu chochote kitakachokuja kwa nia ya kuharibu mwili huu, hicho kitu kitaharibiwa. Kwa sababu sasa sio mwili wangu tena, bali wa yule aliyeninunua. Nimekuwa mali yake, anakaa ndani yangu. Haleluya. Ninaongea hivi kwa sababu naamini alichokisema kwenye andiko ni kweli, na hakuna mtu anaweza pinga. Maana mtu anaishi kwa lile Mungu alilosema. Haleluya. Hebu jitangazie mwenyewe, mwili wangu ni hekalu lake, na yoyote atakayejaribu kuharibu mwili huu ataharibiwa yeye. Amen. Hakutasimama mbele yako kansa, wala diabeti, wala ugonjwa wa kipepo. Hakuna vifafa kwa watoto wetu, hakuna asthma, hakuna ugonjwa wa HIV, hakuna ugonjwa wa ini, wala figo, wala moyo, wala ugonjwa wa mifupa. Kwa sababu huo mwili sio mali yangu mwenyewe, umenunuliwa, umelipiwa fidia. Kwa kupigwa kwake huu mwili umetakaswa kutoka katika asili za magonjwa yote ya kishetani, ya kichawi, ya laana, na hata ya mazingira ya dunia. Na siku zote Mungu atatukuzwa katika mwili huu. Hebu weka mkono kwenye mwili wako, sema kuanzia leo Mungu atatukuzwa kwa kupitia mwili huu. Kwa mambo yote makuu aliyoyaweka ndani yangu, hakuna atakaye niharibu. Amen. Haleluya. Naamini hiyo imekwisha kutimia. Haleluya. Anasema kwenye Mathayo sura ya 8 mstari wa 17. Bwana asifiwe. Haleluya. Mathayo 8:17. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Ukisoma mstari wa nyuma wa 16, hata kulipokuwa jioni wakamletea wagonjwa wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema. Haleluya. Sema amen, amen. Alichukua mwenyewe, alitoa udhaifu na alichukua magonjwa yetu. Aliyaingilia maeneo yangu mawili makubwa. Namba 1, madhaifu. Namba 2, magonjwa. Madhaifu ni uwezo wa kufikiria, uwezo wa akili, kufikiri, kupanga na kutenda. Hilo eneo lilokuwa linakushinda wewe kupanga mambo na yakafanyika bila kuzuilika, yakatendeka kwa ubora. Haleluya. Hilo eneo hakuna mtu ataingilia tena, kwamba kuna mtu atachukua akili zako akaziharibu. Haitatokea. Kwa sauti tuseme amen. Hebu sema, katika akili zangu nitafikiri na nitatenda, sitakwamishwa.
Haleluya. Ninajua hilo eneo limewatesa wengi. Umasikini uko kwenye eneo hili. Sio mifuko yangu. Mifuko yangu ni mitupu kwa sababu hapa pameingia vita, madhaifu. Ninawaza vizuri kwamba kesho nitafanya. Nikifika asubuhi nililolikusudia kulifanya linashindikana. Nina mipango ya uhakika. Namaliza mwaka mpango hata mmoja hujatimia. Hilo eneo alilitoa kwako lisiwepo tena. Kuanzia leo natangaza udhaifu katika ufahamu. Kuanzia mtoto unayemzaa mpaka aliye mzee wa miaka 100, atakachokiwaza kitatimia. Atakachokifikiri kitatokea. Piga kelele, sema amen, amen. Hilo sio eneo langu la maombi. Ni eneo langu limeshatendeka. Ili litimie lililonenwa. Amefanya, sahi mimi ninapokea. Haleluya. Haleluya. Wenye haki, haleluya. Hebu sema sidaiwi deni la kiuchumi kumsumbua Mungu wa maombi ya kufunga. Nimeshabarikiwa. Nimejua nilichokifikiri ndicho alichokitenda. Alichokimaliza hakuna wa kukuzuia. Kwa taarifa yako ninasemaga hivi. Lolote jema utakaloliwaza sio mawazo yako. Ni Mungu ameweka. Na kama Mungu ameweka kwenye akili yako hilo wazo, lazima litatimia. Haleluya. Embu waza jambo lolote, hata kama umechelewa kuliwaza tangia asubuhi. Liwaze lolote sahihi. Waza lolote. Nataka harusi mwaka huu. Hiyo. Mwaka huu hautamaliza. Halo. Sema amen, amen. Jambo la kwanza Mungu aliwahi kulifanya katika ukombozi wa Yesu. Alitukombolea muda. Hebu sema muda. Haleluya. Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Si ndio Kuwafungua waliofungwa, kuwaweka huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. The moment unawaza jambo ili moyo wako kulifurahia litakapotokea, Mungu ndiye aliyepanda mbegu la wazo hilo, na likaingia kwenye mkakati wa Mungu ili liende kutokea kupitia wewe. Na haliruhusiwi kimaandiko kumaliza mwaka mmoja bila kutimia. Siku 365 hairuhusiwi kumaliza. Sema amen, amen. Haleluya. Mungu havuki siku 365. Lakini natamani Mungu angenisaidia mwaka huu nijenge nyumba. Hutajenga. Wewe sema tu mwaka huu lazima nijenge. Ukishawaza mwaka huu lazima nijenge. Lakini ukisema kama Mungu akiniruhusu nitajenga mwaka huu, hutajenga milele. Uko nje ya imani. Halo. Mwaka huu lazima nioe. Mwaka huu lazima nifanye harusi. Ukishasema lazima, inaingia kwenye andiko la Luka 24 mstari wa 44-45. Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja nani, ya kwamba lazima yatimizwe. Lazima, neno nasema lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kisha kafungulia akili zao waelewe maandiko ili wewe ukubali. Lazima sio ombi. Sio sala na dua na maombi. Mungu anibariki nipate ardhi. Mungu anisaidie Dar es Salaam. Mungu alishaifungua Dar es Salaam ikae na wewe ikutumikie wewe, sio kuitumikia Dar es Salaam. Dar es Salaam ikae chini ya miguu yako na itii lile wazo la Mungu lililo ndani ya moyo wako likapata kutimia katika mji wa Dar es Salaam. Lazima litimie. Lazima. Likiingia kwenye lazima, hakuna adui wa kuzuia. Hamna. Hayupo
kiumbe wa aina hiyo dunia hii kupinga mpango wa Mungu aliyepanda ndani ya familia. Na kuanzia hapo hesabu siku 365 alizotombea Enoko na Mungu, miaka 365. Hakuna mauti. Jamaa wako na Mungu hatua kwa hatua. Mungu akienda hivi jamaa huyu, Mungu akiteremkia hivi yuko hapa. Mungu akipia yupo paka anaingia mbinguni amevaa suruali. Biblia inasema jamaa alitwaliwa akitembea na Mungu. Mimi na wewe tunatembea na Mungu kuanzia leo. Utatembea na Mungu kwa kila neno, sema amen amen. Utatembea na Mungu kwa kila mradi uliokusudia kuanzia saa hii. Na huo mradi lazima utatimia, hautakufa. Piga kelele sema amen. Utatimia by force, lazima utimie. Na Mungu akachukua miaka 365 akaziingiza kuwa siku. Alipozingiza siku akasema mwaka wa Bwana uliokubalika. Ukishaingia mwaka wa Bwana uliokubalika, hujaolewa, hujaoa, mwaka huu natamani nioe, mwaka huu nataka nizae. Unazaa bila maombi ya mhubiri. Mnanielewa nyinyi wapendwa? Unazaa bila hata kuomba Mungu naomba. Mimi nimekaa na wanawake kwa kukutana nao ambao hawajazaa. Wengi zaidi ya sasa hivi zaidi ya 15,000. Wawili katika hao 15,000 hawajawahi kuwa, walishaondolewa kwa operation tumbo la uzazi. Wawili, mmoja yuko Sirari, sasa hivi ana watoto karibia 6. Mwingine yuko sehemu ya Loitoktok Kenya. Kapasuliwa. Kizazi kimeondolewa. Kaja kapata mwanamume, kaolewa. Ndani ya ndoa mwanamke anakaa anajua sizai. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 6, wa 7. Ninaleta mkutano. Mwanamke anakuja pembeni ya jukwaa, mtumishi naomba tuongee. Mtumishi, mimi sijai kupata mtoto. Kwa nini hujapata? Sijai. Unajua nilipokuwa msichana nilipata tatizo la tumbo la uzazi, nikapasuliwa na nikatolewa kizazi. Na umeolewa? Ndio, nina mume. Sasa mume wako yuko wapi? Anasema hajaja kwenye mkutano. Nakuja nyumbani tumuone. Anajua una kizazi? Hapana. Lazima ajue. Ataniacha, akamwambia hawezi kukuacha. Kwa nini akuache? Tena atakupenda mara 100. Tunaenda nyumbani, mwanamume msomi kaangaika kila hospitali mke wake apate kuzaa. Mama alikuwa anaficha siri. Fika baba, vipi bwana? Mke wako hana kizazi. Alikuwa hawezi kuzaa kwa sababu hana kizazi. Lakini nataka umshike mkono umwambie mke wangu unaenda kuzaa mwaka huu. Akaniambia atazaaje na hana kizazi? Kamwambia gari lako alijai kukosa tairi ukaenda kanunua lingine. Akasema nishaye kununua. Basi Mungu atakosaje kizazi? Mshike mwambie utazaa mwaka huu. Akamshika mkono akamwambia unaenda kuzaa mwaka huu. Miezi 3 mwanamke mimba tayari. Kwenda kapima anaambiwa unayo ujauzito. Anarudi anakaa mwezi wa 6, wa 7, wa 8, 9 anajifungua. Njoo mtumishi tumepata mtoto. Nikamwambia endeleeni naye. Tunaomba uje umbariki. Mimi sina muda wa kuja Loitoktok. Walikuja baada ya miaka 2, nimbariki tu mtoto akanifuata Arusha. Alafu mtu anakuambia uweze kufanikiwa duniani. Huyo mtu hayupo duniani. Sema amemaliza kazi. Sema Yesu amemaliza kazi. Sema ameshaweka muhuri juu yangu kwamba hakuna upinzani wala kucheleweshwa. Amna. Haleluya. Amna. Piga kelele sema amna huyo mtu. Hayupo. Hajawahi kuzaliwa. Na hatazaliwa. Asante. Na hatazaliwa. Hiyo mimba ya kumzaa huyo adui yako itapasukia njiani. Haitazaliwa. Haleluya. Sema amen amen. Piga kelele sema hakuna huyo wakunizuia nisifanikiwe wala wakunichelewesha. Tunaenda sawa? Hebu sema majira yangu yameshatimia. Haleluya. Niliwaambia jana, tatizo ni midomo basi. Mchawi amna bwana. Amna.
Haleluya. Dawa iliyopo, wachawi waokoke, wapatane na wewe. Wakiwa maadui, nakwambia tunawahamisha bila nauli. Tutawasotesha kwa miguu. Watatoka hapa, watajikuta Mombasa. Mombasa sio ya Dar es Salaam, Kenya. Haleluya. Hebu sema kuanzia leo, akili zangu, fahamu, nitakaye yawaza kwa maendeleo yangu na watoto wangu lazima yatimie kuanzia sasa. Si sawa sawa? Tunakubaliana hilo? Hebu weka mkono kwenye mwili, sema kuanzia leo, mwili huu ni hekalu, mahali patakatifu. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wanaishi ndani yangu, wanaishi na mimi, wanakula na mimi, wanatembea na mimi, wanafanya kazi na mimi, na yoyote atakaye kuja kinyume na mwili huu ataharibiwa. Amen. Mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Hayatakuwa kwako tena. Alama ya magonjwa hutayaona. Sema amen, amen. Twende namba 2. Tuna imani. Sema tuna imani. Sema tuna imani zaidi. Ongeza tena zaidi. Sema na imani sana. Haleluya. Yaani natamani iwe hivi kwamba miaka yako itaenda, wingi wa siku, maisha marefu, utaenjoy. Yaani hii umwili. Si unaona mimi na kilo 100 na ngapi sijui. Sibabaishwi na mwili huu. Unakula maharagwe, hakuna kuvimbiwa. Unakula mahindi ya kuchoma, hakuna tatizo. Muogo wa kuchoma, sawa. Ukinilisha chochote, Biblia inasema tutakula vitu wala vitatufisha. Na Biblia inasema nitabariki chakula chako na maji yako. Sema amen, amen. Wala sitaweka magonjwa yote ndani yenu. Tunaenda sawa eh? Kwa hiyo hii ni haki nilionayo ya imani katika Kristo. Twende kwenye namba 2. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Maandiko yanasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi. Hii lugha ni ajabu sana. Haleluya. Ashe shetani amechelewa. Hii lugha inasema ili kwamba ninyi mpate halo, kuwa matajiri kwa maskini wake. Hamna asili ya umaskini kwa aliyemwamini Yesu. Amna hiyo. Anaanza mwandishi, maana mmejua. Hebu sema nimeshajua. Haleluya. Hii ndio tulivyo sisi. Tumeshajua. Tumejua nini? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yangu. Alikuwaje maskini Yesu? Ingawa alikuwa tajiri, alikuwaje tajiri? Amen. Alizaliwa na mwanamke wa Nazareti, Mariam, na alikuwa amechumbiwa na mtu mmoja anaitwa Yusufu. Na huyu Mariam, kwanza kwa asili Myahudi anayeishi Nazareti, Galilaya, sio watu wa maendeleo. Ukitaka viwanja vya bure, Nazareti. Yerusalemu hapa bwana ni matajiri tupo. Wenye jina hawatoki Nazareti wala Galilaya. Hata waliposikia Yesu anatokea Galilaya, walishindwa kuelewa nani.
Kuna nani katika Galilaya au habari njema ilishawahi kutokea Galilaya? Hamna. Alafu malaika anaambiwa hivi, Gabrieli anaambiwa chukua jina hili. Chukua jina hili, Mariam bin Lawi. Nenda kwake nyumba namba 26, mtaa mmoja, si mtaa gani pale. Ngia kona hii, tamkuta msichana mrembo, mwanamwali aliyechumbiwa na mtu anaitwa Yusufu Seremala. Jua mbinguni wanajua watu, mpaka Seremala anajulikana. Wewe unafikiri hiyo kazi unaifanya unaijua wewe mwenyewe? Mungu anajua mpaka na kichochoro cha mtaa, banda unalolala, chumba unacholala, kitanda unacholala. Wakipewa agizo huko, wanakuja, hawakosei kwenda mtaa mwingine, wala waulizi mjumba wa nyumba 10. Wanajua wanaenda wapi. Wanajua wewe unapolala, unapoamka, hawawezi kupotea. Piga kelele, sema amen. Jamaa ameshuka huko. Sidhani kama alichungulia mtaa wa mtu mwingine. Akasema najua address. Malaika wengine wakamwambia angalia. Akasema najua paka na mlango wa Mariam. Na mimi natamani wajue katika nyumba yako ni nini kilichotakiwa ndani ya nyumba yako kizaliwe. Kizaliwe cha aina gani, kazi ya aina gani, biashara ipi, kampuni gani ulionayo. Haleluya. Wanajua hawa watu, wanajua. Wanafika kwa Mariam. Mariam wao amekuwa ameshafunga mlango, sijui alikuwa anakaribia kulala. Mtu huyu, shalom Mariam. Shalom. Usiogope Mariam, Bwana yu pamoja nawe. Salamu hii ni ya namna gani? Akaambiwa Mariam, umepewa neema. Haleluya. Mariam, mwanamke wa kijijini, Katoro. Sijui Katoro watu wanajua huku. Kule ndani kabisa, kule ndani. Mama wakisukuma kabisa, hajawahi kukanyaga barabara ya lami. Malaika huyu, ujue Mungu hamwachi mtu maskini duniani. Anamfuata kuanzia kule matopeni, anaenda kumtangazia habari njema huko, anamnyanyua kutoka huko chini mpaka Yerusalemu. Anajua kuna mwanamke anaitwa Mariam. Ujue Mungu anajua mtu, na hawezi kuanza na tajiri, anaanzaga na wachini. Geukia jirani yako, mwambie wewe umetokea wapi? Muulize wazazi wako ni wa wapi. Bahati mbaya kuna watoto walioko hapa wanajua wamezaliwa Dar es Salaam. Mtafute baba yako baadaye umuulize, baba wewe hivi kula kwenu ni wapi? Utakuja kucheka. Ukipelekwa kule utamwambia baba sirudi tena, mwache bibi aje huku. Maana utakosa mahali pa mchezo. Utakuta kila mahali ya mtoto anayecheza ana viatu. Wakati uko Dar es Salaam mtoto akitembea bila viatu haijawahi tokea. Wacha Mungu atembelee mahali ambapo walikudharau. Haleluya. Umaskini aliochukua wa kwangu alianza kutokea mahali nilipozaliwa. Sio umaskini wenu tena. Alikuja akauchukua huko. Haleluya. Akaanza kuwa maskini tangu tumboni kwa mama yake. Najua sisi tumezaliwa maskini. Yesu naye alizaliwa. Mpaka siku anaambiwa kuna mahali tangazo limetangazwa, pa mahali pa kuhesabiwa lazima mkahesabiwe. Yusufu anapiga mahesabu, ninaendaje? Na kule sasa hivi ndugu wana ubaguzi, hawawezi kukaribisha nyumbani. Basi tutaenda tutatafuta mahali pa kulala pengine. Kila nyumba ilikuwa imejaa. Mwanamume anaenda kuzaliwa kwenye hori la ng'ombe. Paovyo, pachafu, pasipokuwa na harufu nzuri. Anatokea mfalme. Mamajusi wanakuja, wanatoka mashariki ya mbali mpaka Yerusalemu, wanaifuata nyota yake. Wanafika Yerusalemu, nyota inapotea.
wanauliza wenyeji. Wakatokea watu wakamwambia, hakuna mfalme anaweza kazaliwa huku barabarani, ingia kwa Herode. Wakapelekwa kwenye nyumba ya mfalme. Herode na watu wote wa nyumbani. Cha ajabu ni hiki, wanawake katika nyumba ya mfalme mpaka wafanyakazi wa garden walifungwa matumbo kwa miaka 2 hawakuzaa. Miaka, someni maandiko muone. Yaani wanaume wote walingojea wapate mimba wake zao, amna. Ili mamajusi asiwe wakaletwa, mmefika kwa Herode, mmemkuta hata mtoto amezaliwa. Tumemkuta kazaliwa na mfanyakazi. Hakuna aliyezaa wa mfalme. Ili pasiwe na kizingizio, mtoto ndo huyu. Herode anauliza, jamani, ulizeni kama hata house girl yoyote humu ndani. Anaambiwa hakuna yote aliyezaa humu. Kwa muda gani? Miaka mingapi? Hiyo miaka 2 ni mamajusi wanatembea barabarani. Kutoka mashariki ya mbali wanakuja watu 300. 300 men, watu 300 waliobeba fedha na dhahabu ya matajiri 3. Wana farasi, ngamia, punda na magari yao. Caravan kwa lugha nyingine, msafara wa magari 300. Halo, wana mahema, wana vyakula, miaka 2 wanasafiri. Wamepanda kwenye meli, wameshuka, wameenda njia kavu. Wameteremka, wameanza kwenda jangwani mpaka wafike Yerusalemu, miaka 2. Wewe mliona nyota lini? Miaka 2 iliyopita tumetembea tukiona hiyo nyota. Miaka 2 hapa lazima Herode anajua. Hapa mtoto tutampata tu. Amezaliwa huko kwenye ufalme. Maana Herode anajua mtoto wake mmoja ni mchepuko. Akosi mtoto alizaliwa hapa. Uliza, hamna mimba. Haleluya. Hello. Nakwambia muujiza wako hautapotea kwenye nyumba ya jirani yoyote. Hata wakiutafuta kwenye nyumba nyingine hawataukuta. Wako ni wako tu, na hakuna atakayeweza kupoteza muujiza wako, wala baraka yako haitachukuliwa na jirani. Sema amen. Herode anaona magari ya dhahabu, manemane, uvumba. Hivi mnafikiria kwamba Mungu alikuja na tola moja kumpa Yesu kama zawadi? Sahau. Si alikuwa tajiri? Si alikuwa tajiri? Akazaliwa na mama maskini. Kwa nini mama sitajirike? Wewe si umempata Yesu? Wewe si ulikuwa maskini? Kwa nini wewe usitajirike? Halo? Geukia jirani yako, mwambie kwa nini usitajirike? Halo? Piga kelele, sema lazima. Kutajirika lazima. Hebu piga kelele, sema kuna karavani. Sema naona magari ya msururu yaliyobeba utajiri wangu. Kwani Yesu alikuwa na shida na dhahabu? Lakini acha nitume tu watu waniletee kwa ajili ya mama yangu na Yusufu seremala. Hawana mpango wa kujua tutakula nini. Mara nyota hii hapa kwenye hodi la ng'ombe. Jamaa hodi, unasikia mtoto analia. Tumekuja kumwangalia mtoto aliyezaliwa, mfalme wa Wayahudi. Tumeiona nyota yake nasi tumeifuata. Sema yuko wapi? Kwenye kichanga cha chakula cha ng'ombe. Wanaenda wanampigia magoti, wanamsujudia. Leteni dhahabu. Leteni manemane. Magari yanapakua mizigo. Sema amen, amen. Ndivyo Mungu anaenda kupakua mizigo kuanzia sasa. Ya baraka ambazo Mungu anaziamuru malaika watatoka mbali, watakuja na baraka zako, watakuja mpaka mahali ulipo. Wewe unangojea ndugu yako na mjomba wako kusaidie, lakini Mungu analeta muujiza wako kutokea mbali. Piga kelele, sema amen, amen. Mungu akikunyanyua saa nyingine hata ndugu yako hata usika, ili asije akajisifu alikusaidia. Mungu hataki mtu mwingine ajichukulie utukufu kwako. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie Mungu hataki mtu achukue utukufu kwako.
ila ndugu zako watakuja kwa kukusujudia. Watajua aliyekuinua sio mtu wa kawaida, aliyekutendea muujiza sio binadamu wa kawaida. Haleluya, haleluya, amen. Hivyo ilivyo, hivyo ilivyo. Yusufu anashangaa. Yusufu, mzigo wa kwako huu. Mimi Mariam, unaona muujiza huu? Yaani tunazaa kwenye shida hivi na Mungu ametuona hivi hivi. Kumbe katoto Yesu kanasema hawajajua. Haleluya. Maana wengine wanafikiri ni mtoto basi wa kumnyonyesha, hana akili ya kitoto. Kumbe mwenzako amembeba Mungu. Anazaliwa kwenye hori la ng'ombe, wazazi wanakuwa matajiri. Malaika anatokea usiku, Yusufu, mchukue mtoto na mama yake, nenda mkale kuku kwanza Misri. Unaona hiyo promotion? Na Misri wakati huo ilikuwa ndo nchi tajiri duniani. Ni kama unapewa nafasi, nenda New York. Nenda Paris. Nenda China, nenda Beijing. Yaani wewe sasa hapo ulipo, huwazi nauli, huwazi utasafirije. Kila kitu kimeshaletwa. Haleluya. Mwambie mwenzako utajiri ni wangu Bwana. Wangapi wananielewa kwanza? Haleluya. Sema amen, amen. Kuna watu wanawaza lini Mungu atanibariki. Ndugu yangu, Mungu hajawahi kuchelewa. Kama wengine wanavyosemaga hivi, wakati wa Mungu kifikia tu Mungu atafanya. Wakati gani tena? Juzi niliwaambia wakati Mungu hana wakati. Mungu hana muda. Maana Mungu ni roho. Roho haina giza wala mchana. Mimi na wewe ndio tuna sura ya wakati. Kwa sababu ya mwili. Tukitoka kwenye mwili hatuna wakati. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema amen, amen. Ni kama vile roho haina mahali pa kutawala. Roho haina mahali. Ndio maana mapepo ili waweze kutawala mahali wanapaga mtu. Wakiwa pepo hawawezi kutawala. Wakiingia kwenye mwili wa mtu ndipo wanapata mahali. Wanasema hapa kwetu hapa hatutoki. Nani amekwambia kwako hapa? Toka! Sitoki hapa. Wanang'ang'ania. Lakini wakiwa pepo hawatawali. Hata mimi na wewe tukifa sahihi hatutawali. Ile nyumba umejenga ataingia mtu mwingine. Una nguvu tena kuingia. Nyumba yangu nimejenga ile. Hamna, umeshazikwa wewe, nenda zako. Una kitu hapa. Mama anaenda kutafuta mtu wa kumoa. Jamani, ameolewa na ile nyumba ya marehemu. Ndio, marehemu hayupo hapa. Marehemu ameondoka. Hana mahali pa kukaa hapa. Maana ni roho, roho haitawali. Geographically hamna mahali roho anatawala hapa. Kama hao wachawi walivyo wajinga, wanaekaga vitu kwenye mashamba huko. Wanazuia kanisa isijengwe. Ndugu yangu unajidanganya. Tena nimesikia kuna mtu amepachika siku kitu gani huko. Nilishamtangazia nikiwa huko ndani atapata kansa Januari hapa mpaka Januari asipotubu shauri yake. Na wananisikia? Yaani wewe utajikuta tu unavimba. Uwezi wewe, uwezi. Sisi tunatawala hapa. Tuna mwili tuliobeba nguvu ya Mungu. Hapa tulipo hata Mungu mwenyewe yuko ndani yetu, anatawala ndani yetu kwa sababu tuna mwili. Haleluya. Sema amen, amen. Geukia jirani yako mwambie tawala wewe. Mwambie tawala kabla hujafa. Yaani unakaa hivi tu tawali. Mwili ndio unaomiliki kitu. Unamiliki shamba, nyumba, magari. Ukifa, gari hata kama lina jina lako linabadilishwa. Nyumba inabadilishwa jina lako, wewe sio mmiliki tena. Ndio tunakaa kikao tunasema jamani, tumchague fulani awe msimamizi wa mirathi. Jina linahama, linahamishwa kwa mtu mwingine. Ukija, nimejenga nyumba yangu, hamna. Sio ya kwako. Unang'ang'aniwa huko gizani. Haleluya. Haleluya. Mpigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mmejua neema ya Bwana wetu Yesu alivyokuwa maskini kwa ajili yako. Anafika mahali anataka kushuka jiji la Yerusalemu. Anataka kuteremka kama mfalme. Alafu watu wanapiga mapambio,
Mfalme ameshuka, mfalme utuokoe. Haleluya, hosana, 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 haleluya. Watu wanatandika. Anamwambia Simeoni, sasa watu wameanza mapambio na sisi tunashuka Yerusalemu. Fanya hivi, teremka mjini haraka. Utakuta punda na mwanapunda, na mwenye punda akikuuliza vipi unampeleka, mwambie Bwana anaja naye. Hakusema mwambie mtu, sema Bwana. Jamaa naona punda anafunguliwa. Unapeleka punda, nampelekea Bwana, anaja naye. Bwana jamaa kanyamaza. Bwana ni Elohim. Ni Adonai, ni Yahweh. Jamaa kakaa hivi. Mwenye punda amesema nimpelekee. Sasa Yesu mfalme anapanda punda. Alafu unakosa hata gari ya kutembea nayo. Wakati mfalme anatembea na punda wa mtu, mwambie mwenzako usipande gari ya mtu. Na wanyang'anya nauli wote mlioko hapa. Ninawapa mitaji ya kununua magari kwa jina la Yesu. Muondoke kwenye magari ya watu. Alipanda punda wa mtu ili wewe usipande punda wa watu huko barabarani. Yaani mama mtu mzima unajikuta tu unang'ang'ania kwenye bajaji. Namshukuru Mungu nimewahi. Umewahi wapi? Na kati umepanda bajaji ya watu. Alipanda bajaji ya aina ya punda ili wewe usipande. Kwa nini? Alikuwa maskini kwa ajili yangu, ili mimi niwe tajiri kwa maskini wake. Sasa ninataka kujilinganisha na Yesu. Anakaa katika hali ya kutegemea usafiri wa mtu, na wewe unangojea wa mtu mwingine. Alafu unapanua pua unasema, unajua maisha ni magumu. Nani amekwambia? Unajua pesa sasa hivi bwana ni ngumu. Nani amesema? Unajua siku hizi bwana uchumi umeanguka Tanzania bwana, mambo yamekuwa magumu. Nani amekwambia? Dar es Salaam imejengwa na jengwa kila siku, wewe unasema hamna hela. Umelogwa. Amka. Pesa zimejaa mpaka benki zimejaa, wanaweka walinzi nje. Kama hamna pesa wasingeweka walinzi nje benki. Alafu wanadai hamna pesa. Mwangalie jirani yako mwambie pesa zimejaa. Ni wewe tu unafikiria vibaya. Twende kwenye andiko la Mathayo ile 8, anasema naye alitutoa udhaifu wetu. Amesema nimetolewa udhaifu. Sema mawazo yangu yameponywa. Akili yangu imefunguliwa. Amen. Ngoja niwaambie tena, afadhali ugonjwa wa mwili kuliko ugonjwa wa akili. Yaani tunakuona na kitambi barabarani na hela hauna. Yaani Mungu wa Israeli, umetoka wapi? Napanda daladala. Unatoka jasho, unabanwa kwenye daladala na una hela. Watu wanafikiri afisa ameingia hapa. Mwangalie jirani yako mwambie hebu toka hapa. Katawale sasa. Mwambie katawale wewe. Haleluya. Mna amani na mimi mpaka hapo? Amina. Alikuwa maskini kwenye kiwango, anaitwa mfalme. Maneno yale yanasema hosana, hosana. Maana yake Bwana, njoo utuokoe. Kwenye punda wa mtu. Mfalme, njoo tuokoe. Alafu wewe huyo mfalme amedhalilika kiwango hicho kwa ajili yako. Alafu unarizika. Yaani unarizika kabisa. Na ndoto unaotea ukiwa umelala, kwamba hiyo maisha unayopitia ni Bwana amenifanyia. Kweli kuna mtu ametengeneza kitu kingine kichwani, sio Mungu. Naomba kumbuka andiko hili, usilipoteze andiko la Mathayo 8:17. Ukumbuke tu kwamba nabii Isaya alishasema, akaja akatimiza hilo andiko. Alitoa madhaifu ya akili yangu. Sema amen, amen. Naeleweka? Lakini maana nikiombea wagonjwa hapa, wagonjwa wengine si wagonjwa, ni akili. Nawaambia ni mgonjwa, lakini akili kiponywa anakuta ugonjwa hana. Hello? Ukweli ndio huo. Unawaza mimi sina, baba yangu hakujawahi kunipa, sina mtu wa kunisaidia. Ndugu yangu, mimi hapo Shalom sijaja hapa Tanzania na baba yangu hapa. Niko mwenyewe na nimetoboa. Sina mjomba, sina mshangazi, sina mtu. Hapa. Haleluya.
Alafu wewe una mjomba, una shangazi, una nyanya, yani una ukoo, ukiweka hapa unatokea Tukuyu. Alafu bado unalalamika. Mwambie mwenzako usilalamike tena. Hebu sema amekuja kwa ajili yangu. Sema tena kwa sauti. Sema tena kwa jina la Yesu. Amekuja kwa ajili yangu. Ameniondolea madhaifu. Mafikira yangu ninayejiona kwamba siwezi. Tunaenda sawa sawa. Jamaa wale nilimwambia mtumishi sio ni leo sio jana. Nisema hivi. Waisraeli waliotoka Misri walikuwa zaidi ya 2,000,000. Changanya wanaume na wanawake. Wanaume peke yao walikuwa 600,000 na pamoja na wanawake na watoto 2,000,000. Walipofika mahali kwenda kuipeleleza nchi, walipeleka watu 12. Wa kila kabila mtu mmoja. Aliyesadikika huyu baba ni mtu mzima, ni mwelewa. Nenda kwenye ile nchi ya Kanaani, kaipeleleze ile nchi, utuletea habari kwamba ile nchi ni ya namna gani na wenyeji wa ile nchi ni wa namna gani. Wale 12 wakaenda. Walipofika wakawakuta wenyeji wa nchi ni watu warefu, wakubwa, na walipowaona mioyo yao ikakata network. Ikasema hapa tumekwisha. Haya majamani makubwa na sisi tuko kama mapanzi mbele yao. Na hawa watu tena sijui hata kama walikuwa nakula watu. Wale wazee tu ndio walivyo wajinga, tena wanakula watu. Yaani mtu aliye dhaifu anatangaza udhaifu na anauongezea na sifa. Hii ni akili ajabu sana. Mioyo yao ikazimia. Wakatembea siku 40 kuizunguka nchi yote. Wakamaliza. Wamerudi kwenye kambi ya ndugu zao wa Israeli. Wanaulizwa, tupeni habari. Sema habari gani? Hiyo nchi mlioenda. Nchi ipi? Huko. Huko tulipowaambia mwende. Huko hatuwezi tukaingia. Wenyeji ni wakubwa na sisi tulijiona mapanzi. Yaani wanatengeneza hila za kujiua wao na watoto wao. Yale maneno yakaingia kwenye masikio ya wana wa Israeli. Yakapita kwenye hisia zao. Yakaingia kwenye mifupa na damu na nyama. Waisraeli wote wakajiona na wao mapanzi. Waliona nguvu za Mungu Misri. Waliona kazi alizozitenda Misri. Waliona matendo yake ya ajabu Misri. Paka bahari inafunguka. Lakini wamefika kwenye nchi ya Kanaani, wakajiona mapanzi. Wakafungua mdomo, wakaongea, wakatangaza kwenye masikio ya watu 2,000,000. Na wale 2,000,000 wakasikia, mioyo yao ikayeyuka. Wakawaamini wale watu 10 wapelelezi. Joshua akainuka, akararua vazi lake, akasema, tusikilizeni enyi ndugu zangu Israeli. Ni kweli nchi ile ni nzuri, tena ya kupendeza. Ina mabonde mazuri, ina milima, pamoja na kwamba kuna watu wakubwa. Lakini Mungu ametupa nchi ile. Na wale watu sio kitu kwetu, tutawala wakiwa hai wale. Watu wakasikia hasira, wakaokota mawe wawapige Joshua na Caleb. Wao nao kina Joshua wakasema, ni heri mtupige mawe kuliko kuukana ukweli huu. Huu ndio ukweli. Mungu ametupa ile nchi. Mungu akaona mkutano wa Israeli ulivyonajisika. Kwa kusikia wakaamini. Jambo la ajabu. Fungua na mimi kitabu cha Kumbukumbu. Kumbukumbu ya Torati.
Hebu sema mimi sio maskini. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Siwezi kuwa masikini katika dunia hii. Amen. Hallelujah. Sema amen, amen. Sema siwezi kuwa masikini. Hallelujah. Biblia inasema hivi kuanzia ule mstari wa 30 ngapi? Sura ya 32. Kumbukumbu ya Torati 32. Samani, sura ya kwanza mstari wa 32. Kumbukumbu sura ya kwanza 32. Kumbu 30 mstari wa sura ya kwanza mstari wa 32. Biblia inasema hivi, lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana Mungu wenu. Jambo hili hamkumwamini. Aliyewatangulia njiani usiku kwa moto kuwaonyesha njia mtakayoiendea, na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwaonyesha, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. 34. Bwana akasikia maneno, Bwana akasikia sauti ya maneno yenu, akaghadhibika, akaapa akasema. Mungu akasikia sauti ya maneno, midomo imefunguka. Mungu akapata hasira akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowaapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona. Nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Wow. 2,000,000 wakachukuliwa siku 40 walizozitembelea nchi ile ya Kanaani. Kila siku moja ikaongezwa kuwa mwaka, ikafanywa kuwa miaka 40. Watembee kila siku walioiona ile nchi iwe mwaka wao kutembea jangwani. Kwa hiyo wakaondoka wakasema tunaenda Kanaani, kumbe hawaendi mahali. Tunaenda Kanaani, kumbe hawaendi. Kanaani ni sama hapa na wapi hapa? Mji mdogo hapa panaitwa Kongoe. Yaani mahali pa kwenda kwa miguu wanapelekwa huku kwingine. Wanazunguka nasema tunaenda Kanaani, Kanaani tunaenda. Kumbe hawaendi. Wanangojea wawafe. Miaka 40. Miaka 40. Na leo tumebaki tukizungumza sisi ni maskini. Tutabaki tukisema hivyo ili tuzungushwe Dar es Salaam tufe. Na mimi nakwambia sizungushwi mahali popote kwa roho ya umaskini tena. Piga kelele sema amen, amen. Mungu hakuwaua mara moja, aliwaacha. Hiyo tabu mimi sitaikubali dunia hii. Si tunajifunza kwa makosa ya wengine. Amen. Hawa jamaa walipotoshwa na viongozi wao. Walipotoshwa na viongozi wao. Kila kiongozi wa kila kabila 12 walienda Kanaani kutembea. Badala kuja na habari njema, wakaja wakasema hamna, hali iliyoko ni hii, hatutaingia. Naomba nikusikilizishe maneno haya. Haleluya. Sema amen, amen. Kila mahali unapotembea, tafuta pamba, kaa nayo. Ukikuta kuna jamaa anaongea ovyo, jiwekee mipira yako ya kusikiliza muziki masikioni. Usisikilize maneno ya mtu ya ovyo. Mtu akikwambia maisha hayaendi,
Jaribu kutoka, mwambie nakuja sasa hivi. Akusikia kesho, mbona uliniacha? Tunaendelea tu na maisha ndugu yangu. Mambo vipi? Tuko vizuri. Unaendeleaje? Mungu ni mwema. Bwana vipi hali yako huko? Mimi Mungu yupo pamoja na mimi, hajawahi kuniacha. Yaani anatafuta kukuona neno moja unalolisema libaya, analikosa. Maana kuna watu watatumwa kwako wakuingizie maneno, na wewe utayapokea, alafu utatembea kuyaongea. Biblia inasema hivi, hakika anasema hivi, Bwana akasikia sauti ya maneno yao. Wako vitandani, mume na mke, walala wanaamka. Unajua nini? Ni heri tungebaki Misri. Maisha haya ya kwenda Kanaani, huko tumeshaambiwa hiyo, hapana. Hii sasa haiwezekani. Hii maisha ni magumu bwana. Unaanza kuongea na Mungu anasikia. Biblia inasema akakasirika, akaghadhibika, akaapa, hakika yangu hakuna mmoja wa kizazi hiki kibaya. Hakuna hata mmoja. Watu milioni mbili. Alafu kwa jinsi ya kunishangaza, mpaka Musa naye hakuingia. Haruni kuhani mkuu naye hakuingia. Ngoma imegoma. Jamaa linachoma ubani, linazunguka kwenye maombi, anasema tunaenda, kumbe naye aliingia. Maana liliropoka akiwa na watoto wake. Nyanyua mkono mmoja juu namna hii, sema alikuwa maskini kwa ajili yangu, ili kwamba mimi niwe tajiri. Hakuna wa kunifanya masikini. Hapa duniani watanijua nimebarikiwa. Amen. Amen. Piga kelele, sema watajua tu. Inafika mahali jamaa mmoja anamfuata Yesu, tafadhali mwalimu, nitakufuata kila mahali popote uendapo. Yesu akamwangalia akamwambia, kijana wangu, ndege wa angani wana viota, mbweha wana mapango, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa. Jamaa alipopiga mahesabu, huna mahali pa kulala, akaona hii ni kisirani, akaondoka zake. Yule jamaa angelijua Yesu anamwambia nini, asingeondoka. Kwa sababu eneo hilo ndilo alilokuja kumshirikia huyo mtu apate mahali pa kulala. Hana habari. Hilo ndio eneo la mimi kujenga na kuishi kwenye eneo langu mwenyewe. Halo. Ili kuanzia leo pasiwe na Mkristo chini ya jua hii. Jua lisilale na wewe hujui nyumba yako iko wapi. Alama ya wewe kujenga ipo hapo. Alama ya wewe kununua eneo na ujenge iko hapo. Ana mahali pa kuweka kichwa, ili mimi nipate mahali pa kulaza kichwa changu. Usilale ukapata usingizi kwenye nyumba ya ndugu. Usilale ukapata usingizi kwenye nyumba ya jirani au ya kupanga. Never. Sema amen, amen. Ukiona uko kwa ndugu, uko kwa nyumba ya kupanga, jiambie tu, usio mwaka wangu tena. Majira ya kukaa kwenye nyumba za watu kwisha. Lazima unaweka neno hilo, lazima nijenge. Nataka nikwambie kweli, nilikuwa Tunduma, mkutano nimefanya pale Tunduma, mzuri tu, kama mkutano kazuri kabisa. Akaja muuza dawa ya viroboto na kile kaspika, viroboto kunguni na chawa viroboto. Kasikiliza mkutano wangu na viroboto kunguni na chawa, anauza dawa. Kanisikiliza, nimeondoka Tunduma. Mwaka uliofuata kanikuta naingia kwenye soko la Tunduma. Pastor Abishalom. Nitaenda huyo. Kunguni viroboto. Kunguni viroboto. Nasikia kaspika kake kanatangaza. Anaambia, mtumishi, mwaka jana wewe ulikuja kwa ajili yangu. Mtumishi, mimi nilikuwa sina nyumba, lakini Mungu amenipa bonge la nyumba. Mwaka huu nimejenga bonge la. Naomba twende baba. Kwenda kwenye nyumba, mimi mwenyewe sijajenga nyumba nzuri kama ya huyu jamaa wa kiroboto na kunguni.
Mtu anauza kiroboto na kunguni. Anajenga. Alafu ananiambia unajua hali ya uchumi ngumu. Mtu anauza kunguni na kiroboto, anajenga. Wewe ujengi. Mungu we. Mungu turehemu we. Geukia jirani yako mwambie una matatizo gani? Muulize nani amekuloga wewe Mgalatia? Yaani mtu wa kunguni na kiroboto. Si mnawajua wale jamaa? Yaani tangu siku hiyo sintadharau watu ana ile. Anakaspika hapa, ana vikaratasi amevininginiza. Kunguni na kiroboto, kaspika kanaongea. Yaani mimi ingenichef kinaongea kila saa kile kispika. Tulikuwa Dodoma, afisa mmoja wa serikali akanisikiliza kanisani. Akanifurahia sana mahubiri yangu ya siku ya kwanza. Ilikuwa ibada ya asubuhi. Ni mkubwa. Ni mtu wa heshima kwa serikali. Amekaa tangu serikali imehamia Dodoma, hana uwanja. Yeye na mume wake. Hana mahali pa kukaa, anakaa nyumba ya serikali. Kila wakiwaza kununua uwanja wanasema asi viwanja ni ghali bwana. Hatutaweza kujenga. Viwanja ni ghali. Wamekaa miaka 3-4, viwanja ni ghali, viwanja ni ghali, viwanja ni ghali. Akanisikia nikiongea. Na alikuwa siku hiyo akimaliza ibada anakwenda Dar es Salaam, alikuwa na kazi Dar es Salaam. Akasema siendi Dar es Salaam, nitabaki kwenye semina. Akabaki, mimi simjui. Na maliza semina akaondoka kaenda zake. Sasa mwaka uliofuata ananishuhudia, lazima uende nyumbani kwangu. Kwako hamna shida. Kaongea na mchungaji wake. Mchungaji naye alikuwa juu nyumbani kwake au la mjuu huyo mama. Tukaondoka pamoja. Na gari kubwa la kiserikali. Paka hapo. Jumba hilo. Jumba hasa. Tukafurahi. Mama huyo amejenga na mume wake. Tumeingia ndani. Sasa tunaanza kupewa hadithi. Hii nyumba ina miezi 6 tu. Muda uliomaliza mkutano, sisi tulikuwa hatuna nyumba. Sadaka yangu ya mwisho niliyotoa ilikuwa ni 40,000. Niliweka kwenye envelope nikakupa. Ukaniombea. Ukaondoka. Nikaamini ninajenga. Nikaamini ninaweza. Lile eneo la kuamini na kwa moyo wa kufurahi nikamshirikisha mume wangu, lazima tujenge. Mume wake ajaye kwenda kanisani miaka 16. Na anaotokana wachungaji, hakuna mchungaji hata mmoja. Wote watafutaji waongo hawa. Mchungaji gani hapa? Na tafuta hela hawa, biashara hii. Kwa hiyo mwanamume aende kanisani, kashifa kabisa. Unajua kuna wanaume wengine hawajai kukutanaga na huyu Kristo. Kwa hiyo wanaweza kaongea ovyo. Hawajui. Sasa yule mama akafanya kitu kimoja kwa ajili ya mume wake. Akanunua mahubiri yangu haya. Akapeleka nyumbani. TV iko nyumbani. Anaichomeka mahubiri yangu. Mume akija hivi anakutana na mhubiri yuko kwenye TV. Anaenda bedroom. Mama anasema ameenda chumbani kulala. Ongeza sauti mfuate huko. Sauti inamfuata kule. Kumbe yule mwanamume naye kule anaanza kuvutiwa. Akawa anafurahia mahubiri yangu, lakini hajamwambia mke wake. Miezi yetu 6 mpaka wanahamia nyumba mpya, hajai kumwambia mke wake. Siku anasikia ninakwenda Dodoma. Mwanaume amesikia kwenye redio. Akumwambia mke wake, akawasha gari, kawahi kanisani. Nikahubiri siku ya asubuhi tena saa 12, naye yuko kwenye ibada ya kwanza. Akatoka kwenye kiti akaja kunisalimia madhabahuni. Mimi simjui. Kaona tu baba wa watu, mbona amefurahi mpaka sijamaliza mahubiri amenishika mkono. Akarudi kukaa. Ibada inaisha, akampigia mke wake. Uko wapi? Niambia niko nyumbani najiandaa kwenda kanisani. Akamwambia mimi nimeshawahi ibada ya kwanza. Mama akasema we, kanisa gani? Sema kanisa hili la kwako unaendaga kila siku. Na yule Myahudi yuko hapa na nimemshika mkono. Mama hajaamini. Akamwambia nakusubiri Myahudi atahubiri ibada ya pili. Mwanamke anakuja na gari. Mume wake huyo. Wakakaa. Ndio mchana huo wakatupeleka nyumbani. Sema unaona hii nyumba hii? Hii nyumba
Tumeijenga kwa miezi 6. Miezi 6 baada ya wewe kusema lazima tutajenga. Na mimi nimeamini, nikapata kazi ya kwenda nje ya nchi. Hiyo wiki napewa pesa nisafiri niende nje ya nchi. Nikajikuta napata pesa nyingine ya kubaki. Nikaona karatasi imeandikwa tunauza viwanja. Akaandika ile namba, akapiga simu. Piga simu, kiwanja hivi hapa. Akaviangalia, akamuita mume wake. Mume akasema hatuna uwezo. Mzee, tulia, tununue. Wamenunua kiwanja, wamenunua tofali. Mama ameenda nje, amerudi, nyumba imeanza kupanda. Miezi 6 nyumba imeisha. Na mimi naamini kuna mtu ambaye anahangaika hapa, mapito na maisha naye yaona, anafikiri hakuna njia kutokea. Neno moja tunalotaka kukwambia, mfuate Bwana kwa kila neno, nawe utatamkiwa na Mungu kama alivyotamkiwa Caleb. Caleb akaambiwa hivi, isipokuwa Caleb mwana Yefune, yeye ataingia kwenye hiyo nchi nzuri aliyokanyaga, naye atamiliki hiyo nchi na watoto wake, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Na mimi naamini huu mkutano ni wa kwako. Hautaondoka hapa ukibeba mzigo wa mawazo ulionayo yaliyoshindwa mwaka jana. Huu ni mwaka huu ambao Bwana ameutengeneza wewe ukafanya mambo makubwa. Utalemewa. Na kwa bahati nzuri simalizagi mkutano bila malaika wa Bwana kufanya kazi na watu. Nisikilize maneno yangu. Mimi natembea na uungu wa Mungu. Uungu nao kuja na mimi kufanya kazi, unaweza usione kwa macho. Maneno haya yanaenda kwenye ulimwengu wa roho, yanachukua nafasi kwa ajili ya watu. Ni nani aliyeamini? Wanakwenda kuangaliwa walioamini. Kisha malaika wanaamriwa, nenda na huyu baba. Malaika wanatoka kwenye shepu ya malaika, wanakuja wamevaa suti kama mwanadamu. Wanakuja na magari yao, unafikiri ni watu, kumbe sio wanadamu. Wanaanza kuunganika na wewe kwenye shughuli, wanakutoa hatua moja kwenda ya pili, wanakuunganisha na malaika mwingine wa 3 wa 4. Miezi 4 5, mwaka hujamaliza, unajiangalia ulipotoka na hapa ulipo, unashika mdomo unasema jamani, unajua Mungu aliponitoa, amenitoa nilikuwa mtu ovyo. Mwaka mmoja uishi. Mwaka mmoja uishi. Biblia inasema angalieni msiache kupokea wageni, maana wengine kwa kufanya hivyo mmepokea malaika pasipo kujua. Wanakujaga wamevaa mwili kama huu. Na mimi naweza kukwambia, sauti hii inapozungumza, wamezunguka maisha yako hapo ulipo. Wanaangalia moyo wako ni upi, ni moyo unaokubali ili kwamba waanze kazi na wewe. Maana malaika wameandikiwa, ndio watumishi wa hao wanaoenda kurithi ufalme. Wameandikiwa hiyo. Wako hapa. Elisha aliwahi kufanya kitu cha ajabu. Wakati mjakazi wake ametoka nje asubuhi na kuangalia nje ya nyumba mmekuchaje, akaona milimani majeshi ya Washami wamezunguka milima yote na wamepanda farasi. Akarudi ndani akamwambia mtumishi wa Bwana, tumeisha. Kuisha ni nini? Tumeisha. Huko nje hakufai. Kuna nini nje? Yaani nakwambia tumezungukwa, hatutoki hapa. Majeshi ya Washami. Jamaa wala hakubabaika. Akamwambia, wewe hujawahi kujua kwamba walio upande wetu ni wengi kuliko hao? Wengi wa aina gani? Wengi wakati sisi tuko wawili hapa. Wananiambia wengi. Wale jamaa usifanye mzaa, wale jamaa ni wengi. Mungu wewe, hebu mfungue huyu jamaa macho. Msaidie huyu. Ajue alio upande wetu. Kufunguliwa macho hivi, kuona milimani malaika wamekaa nyuma ya Washami wa kutosha. Kila jamaa wa Kishami amezungukwa na jeshi la malaika. Mmoja jeshi la malaika, mmoja jeshi la malaika. Jamaa karudi, nimeona. Akamwambia, twende tukawatafute, tuwafuate wale jamaa. Sasa utatuona. Twende. Bwana Yesu asante. Wafanya wale jamaa wasione kitu chochote. Jamaa kawatia upofu wa Shami. Kaenda kaongea, mnamtafuta nani? Elisha. Asema, Elisha yule nabii, huyo twendeni niwapeleke kwake, paka kwa mfalme. Mfalme, andaa meza ya jamaa wale kwanza. Alafu tuwafungue macho wajue wako wapi. Jamaa amepiga kuku, hawajui wako wapi.
pup, wanafunguliwa macho. Mfalme akasema tuamaliza. Ambia wewe watu wamekuja mpaka hapa, wewe waambie tu warudi nyumbani wakamwambie mfalme wao ngoma huku ni nzito. Jamaa wanarudi hawaamini wameachiliwa. Na mimi nataka nikwambie ndivyo ilivyo tulivyo. Lile ni agano la kale, lakini sisi ni zaidi. Maana aliye ndani yetu ni mkuu. Zamani zile alikuwa akai ndani ya watu. Leo anasema nitaweka makao yangu ndani yenu, nami sitawaacha wala kuwapungukia. Nitakuwa pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dahari. Haleluya. Sema amen. Muda nao umeenda. Nataka niende la pili, lakini sijamaliza kwenye utajiri. Wangapi wanakubali tujenge nyumba? Hata kama umejenga kale ka nyumba kafai. Tukubaliane hapa. Sema amen, amen. Maandiko kwenye agano la kale kama ahadi inasema hivi, mtajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Wow. Mtajenga? Ongeza basi sauti, nyumba nzuri. Muulize jirani yako, nyumba nzuri unaijua? Maana kweli kuna nyumba lakini sio nyumba. Sasa usije ukaniambia nimejenga, hapo tukiangalia hivi. Haleluya. Hilo andiko sio Mungu anaongea kwa kukufurahisha. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali, tena likaongea tena na tena na tena. Hilo neno lina uwezo, kama wakati Mungu anasema na iwe nuru, ikawa nuru. Ukiamini hilo neno, amen, linaenda moja kwa moja kukutafutia mahali katika mji. Hilo neno lenyewe sio kwa nguvu wala sio kwa uweza, asema Bwana wa majeshi, bali kwa roho wangu. Sema amen, amen. Unaona, yani ghafla unaanza kuombewa. Mimi pale mchungaji alifika kwangu, nina eka 4, ninaombwa na mwenye eneo, tafadhali nipe hata kidogo, nipe hata 100,000 moja. Unang'ang'aniwa uwanja wa milioni 40 kwa eka, unang'ang'aniwa. Naomba tu hata nifanyie tu hata laki kila wiki. Unamwangalia jamaa, nitakupa 50,000. Nashukuru baba, ananyenyekea, anasema nashukuru. Na mimi natangaza katika jina la Yesu, kila eneo unalolitamani katika mji huu, Bwana aliweka kwenye mikono yako tangu sasa. Ukalishike, ukalimiliki, ukalitawale, maana liko kwenye neno la Mungu kwamba ujenge. Wewe sijenga hapo hewani, utajenga hapo chini kwenye ardhi. Haiko kwenye lugha ya kibinadamu, iko kwenye neno. Haleluya. Na kama umejenga nyumba, kaipime tena. Alafu unasema hii sio size yangu. Tunaelewana? Unaiangalia hivi, unasema hapa nilianzia, lakini sio mwisho. Tunaenda sawa sawa, Sema amen, amen. Hapa ni mwanzo lakini sio. Ninaenda jenga nyingine nzuri zaidi. Na ukishaanza kusema hivyo, unaanza kuona Mungu anavyofungua. Alafu unapata uwepesi na urahisi. Unakuta majamaa wa hardware wanajipendekeza kwako. Sementi tutakwenda kuleta na tofali mzee. Wewe utakuwa unatupa hata kama ni 50,000 kwa M-Pesa, saa yoyote tukipata utatupa. Nyumba linaenda hivi, utafikiri benki kuu inakaa kwako. Watu wanajiuliza jamaa linatoa wapi pesa, kumbe wenyewe watu wanakujengea, wewe unatafuta tu laki hiyo. Umeiona fundi? Nimeiona baba. Kati amefanya kazi ya milioni 2. Jamani, ndio hivyo tunaishi sisi, hivyo tunaishi. Watu wanahangaishwa kwa ajili yako. Nyanyua mkono juu namna hii. Sema nitaenda kufanya makubwa. Sema kwa lazima. Nasema kwa lazima. Sema tena kwa lazima. Sema ni lazima. Kwa jina la Yesu lazima. Tumeenda sawa? Wangapi wamekubaliana na haya baba? Sizungumzi kwamba tu kwa ajili ya nyumba, nazungumzia eneo lolote linahusishwa na wewe ili kukupa wewe furaha. Amen. Ili kukupa wewe raha. Tunaelewana watu wa Mungu
Hebu sema asante Yesu. Umenitua mzigo na nira shingoni mwangu. Umenipa mafanikio ambayo ni mazuri, yenye amani na furaha kwa nyumba yangu. Amen. Muda wangu umekimbia. Kumbe lisali moja ni dogo Bwana Yesu asifiwe. Kweli lisali moja limeenda. Kuna maandiko mawili matatu nilitamani niyaweke hapa. Unajua unaweza kusema endelea, kumbe kuna mwenzako anatoka Gongo la Mboto. Anapiga mahesabu jamaa malizi wakati wewe unasema. Lakini kwa sababu Mungu alivyo wa ajabu, mimi nilishaye kuendesha gari. Nimetoka Chunya. Niko na apostle mmoja, bishop mmoja. Tena nilikuwa first time anatembea na mimi. Nimetoka naye Chunya wawili tu. Nilikuwa naendesha gari langu moja dogo. Na tunatakiwa tuwahi kongamano Arusha. Ghafla tukaikuta mvua njiani kubwa, ikafunika huko mbele. Giza kabisa. Sema hii mvua ina gani giza namna hii? Pindo wa mvua mkubwa na huko mbele ni giza sana. Sasa tunafika kwenye ile eneo la mvua hii hapa, tunaanza kuiona mvua piga wiper kwenye paka tuoni njia. Tukaanza kuona kama hapo chini tunapokanyaga gari halipo chini tena. Tukaliona gari halitembei kwenye lami, liko kwenye mawingu. Tukashangaa, bwana, unajua mimi sikanyagi mafuta na hatuoni mbele, hatujui kama gari liko wapi. Nikamwambia bwana, inawezekana tunanyakuliwa kama Elia, tunaondoka na gari letu hivi. Tumeondoka, tumeenda muda, alafu ghafla tukashangaa tunaanza kushushwa. Nikaona yale mawingu yako kama mawingu yanayotembeza utukufu wa aina mbalimbali ya rangi. Tunastaajabu, tunashangaa ile mawingu, tukaona kama ndege inavotua ikashika lami. Kuangalia hivi tuko Arusha. Nataka nikwambie hivi, kuna malaika hawataki uchelewe kwenye eneo lako la baraka, na hawatakuacha ukachelewa. Huu sio mwaka wa kuchelewa kwako, ni mwaka wa kutenda kazi katika maisha yako ambayo mtu mwingine akiangalia atashangaa. Sema amen, amen. Niliwaambia kanisani kwangu siku moja, wakasema hii inawezekanaje hii? Akaja akatokea huyo bishop akaja. Akaambia huyu baba akiendesha gari tulishawahi kuchukuliwa tukiwa naye. Kanisa likashika mdomo. Kumbe mtu alisema kweli. Nawaambia ukweli. Na naweka kwenye media wananisikiliza. Watu wa Mungu mnanielewa? Wewe usifikiri kuchelewa tena. Sema amen, amen. Nikawaambia wachungaji wangu jana. Nikaambia Yesu alipokuja aliandikiwa kwamba atakapokuja Masihi ataingia kwenye kufunga na kuomba siku 40 bila kula usiku na mchana. Na kila siku moja kwake itageuzwa kuwa mwaka mmoja kwa wana wa Israeli waliomwacha Mungu jangwani. Kwamba walitembea jangwani hawana Mungu kwa kuasi kwao. Ili mimi na wewe tusije tukatembea jangwani tukafa kama wao na hatuna makao katika nchi. Sema amen, amen. Kwa Yesu akaingia kunilipia miaka ya msoto jangwani. Inatakiwa nikimwamini Yesu hivi, nigeuka hivi, Kanaani yangu hii hapa, baraka yangu hii hapa. Sio nigihizo tena jangwani, namwambia unajua bwana, nimemaliza miaka 5 Dar es Salaam sijafanya kitu. Haitakai itokee. Piga kelele, sema haitatokea. Sema ninatangaza mwaka wa Bwana uliokubalika tangu sasa. Na hiyo lugha nayezungumzia tangu sasa, maana yake unaposikia habari hiyo, mwaka unaanza hapo hapo. Usiangalie ile Januari uliyoiacha, maana ile ni Januari ya wanadamu. Hii ya sasa, mbegu inapoangukia kwenye moyo wako, ndipo napo inaanza kuchipua. Mwaka hujaisha, lazima utavuna. Sema amen, amen. Kuna muujiza sio tu wa kujenga. Haleluya. Sio tu wa kujenga. Kuna maisha. Tutafika mahali majengo sasa sio maombi. Tunaelewana Tutafika mahali kazi sio maombi. Naomba Mungu anipatie kazi. Utakuwa unasumbuliwa. Mama shikamoo maraba. Mama kontena yako imeshafika. Imefika
Wengine mama turuhusu tuje tuchukue mzigo wote. Yani ulali. Bado unamuuliza Mungu, sasa nifanyaje na hizo hela? Mungu anakuambia kula raha. Sema amen, amen. Kuna watu wanafikiria kusota ndio sababu lazima usote. Hizo elimu hizo tuachie wengine. Mwana akiniweka huru, niko katika eneo lilofunguliwa. Joeni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nataka nikuthibitishie, hiyo mikono yako unayotembea nayo isiyokuwa na fedha, isahau, hauna mikono ya aina hiyo. Sema ninayo mikono yenye kazi. Kazi yenye faida na kazi yenye maendeleo, na haitacheleweshwa katika jina la Yesu. Ninayo damu ya Yesu mikononi mwangu iliyonihesabia haki, na wala sitapotezewa haki yangu tangu sasa. Haitapotea. Haleluya. Sema amen. Jamani, kwa sababu ya muda na mimi sipendi watu waende nyumbani wamenagiza. Simama pale ulipo. Kesho ninaenda hatua nyingine nzuri. Sijui kama utakuepo. Huko nitakapokupeleka. Hapa nakupeleka kama mwanafunzi. Nitaanza kukushushia matofali hapa. Maana tumechoka kuishi maisha ya kawaida. Sema amen, amen. Sema nakataa chakula cha kawaida. Halo? Tunakubaliana Hii maisha ya kuombewa kama alivyosema baba yangu hapa. Mimi nilishayafutaga. Hata kanisani kwangu ukija pale kuna njoo mbele tukuombe. Hamna. Kila mmoja aliyoko hapa anayo afya. Kila mmoja hapa anayo hela. Ukija mgeni wanakuuliza umekuja na gari au umekuja na miguu tukusaidie. Tukupe mahali pa kwenda kula saizi. Haleluya. Wanakuja watu na tunawapa na chakula. Uwezo kutoka na njaa kwetu. Tunataka tuone baraka za watu wamezishika wenyewe. Hii ndio nia yangu. Mimi sitaki nikija hapa tena unikimbilie mtumishi naomba niombe. Nikirudi hapa mtumishi Bwana asifiwe, naomba mtumishi nikushukuru, maana mtumishi ulipoondoka hapa mambo yangu yalinyooka, ulinitamkia neno lile nilisikia. Hiyo ndo nataka. Nione umebadilika. Nione na nimesema ni lazima. Si ni lugha yangu nimesema, nimeiona kwenye Luka 24. Ni lazima yatimizwe yote. Sasa kama ni lazima, hakuna kucompromise. It's by force. Apende adui asipende. Watoto wako kubarikiwa ni lazima. Ndoa yako kuwa na baraka ni lazima. Wewe kuwa na afya ni lazima. Si sawa sawa? Hebu toka pale mahali ulipo. Njoo hapa mbele tuombe. Na kama hujatoa sadaka, tafadhali utatoa tu sadaka yako, maana katika kazi ya Mungu sadaka sio maendeleo, sadaka sio kwa ajili ya mahitaji ya spika, sadaka ni baraka yako mwenyewe. Tungekuwa tunahitaji kwa ajili ya spika tungekuomba, lakini spika zitakuwepo tu kesho na kesho kutwa. Wewe njoo tu utamwambia Mungu I love you. Sadaka ni upendo. Wewe njoo toa, utaona mambo yanaendelea kwako. Haleluya. Sadaka ni upendo. Ndivyo alivyosema Musa katika Torati 25, kitabu cha Kutoka. Utawaambia wana wa Israeli wanitolee sadaka yangu kwa moyo wa kupenda. Upendo. Kwa hiyo ukiwa na sadaka yako usisite. Ilete tu kwa upendo wako. Haleluya. Nimewafundishaga watu kwenye neno upendo, hawajawahi kubaki walivyo. Neno love. Ukienda kwenye Agano Jipya, anasema Mungu anapenda wale wanaotoa kwa moyo mkunjufu wala si kwa lazima. Upendo, just love. Ile lazima, wewe utalaaniwa, hautoi, achana na hiyo. Chona upendo. Tunaelewana Unakuja na pendo la Mungu ndani yako. Unatoa kwa moyo upendo. Ile ukitoa utashangazwa. Utashangazwa. Haleluya. Utafanya nini? Mwambie mwenzako utashangazwa. Hata na mimi natakiwa nitoe ya kwangu.
Sijawahi kukaa nikimsubiri mke wangu aniambie naomba hela kusuka. Nampenda. Amen. Nikimwangalia vitu namwambia mama, mbona nywele siku 2-3 hizi hujapeleka kusuka? Siwende leo. Anasema mpenzi wangu, umeonaje? Wewe unangoja mama mpaka nywele zinatoa harufu. Amen. Yaani unamwahi. Jumapili unamwambia mama ile gauni la mwaka jana usilivae Jumapili hili. Nakuletea. Anashangaa huyu baba amebadilika. Huyu baba jamani ananipenda. Yule mama mimi siku moja nilipomnunulia gari, alinibusu wiki nzima, ananibusu saa zote. Kumbe ni gari alikuwa anaomba kila siku. Mpe tu. Amen. Haleluya. Sema amen, amen. Watu wa Mungu sema amen. Siku yote ukija, ukiona chombo kiko hapa, kimbia tu. Hata tusikwambia njoo toa sadaka, njoo toa. So mpaka lazima, jamani njoeni toeni. Haleluya. Nyumba ya Abraham sisi tunasemaga usitoe kwa kulazimishwa. Maana Mungu afurahi. Mungu anapenda kwa moyo mkunjufu. Kuna ile lugha usipotoa majini yatachukua. Kwa hiyo unaogopa majini ndio maana unatoa. Mungu hataki hiyo. Mungu anataka I love my God. Amen. Nampenda Mungu wangu. Kwa hiyo najiandaa. Ninaenda nyumbani mwa Bwana, naenda kutoa. Niliwaambia Jumapili kanisani. Kaambia wakati unakuja kutoa, unakuja kanisani Jumapili, usiwaze sadaka kutoa ukiwa kanisani. Utakosea. Maana hapa kanisani sio nyumbani kwako hapa. Nyumbani kwako kule. Wakati unawaza kuja kanisani, mwite mkeo, mwite mume wako, ita watoto. Wanangu enjoyeni. Leo tukatoa sadaka kiasi gani? Mnaongea. Wakati mnaongea ile neno hiyo lugha inaingia katika malango, kwenye ukuta, kwenye kabati, kwenye vyombo. Hawa watu wanaenda kumtolea Mungu. Na ile sauti ikitokea nyumbani, si tu kwa mawazo, ikitokea kwenye malango ya nyumba yako, ile sauti haiondoki kwako. Na Mungu anaenda kuisikilizia nyumbani, haendi kusikilizia madhabahuni wakati tunaenda kuitoa. Kwa hiyo kule nyumbani kwako wakati unaondoka, malaika wanatembelea, wanakuta huyu hana akiba nyumbani. Wanaanza kushughulikia mlango wako, wanashughulikia watoto wako, wanashughulikia nyumba. Unashangaa, unatoka nyumbani, unakutana na Mungu ameshaanza kazi kuanzia ibada unapomaliza. Watu wameshaanza kushughulika na maisha yao. Mimi na vijana pale kanisani. Wengine hata darasa la 7 hawajamaliza. Lakini leo wamejenga. Wana shughuli zao, wana biashara zao, wana malori. Hawajaenda hata la 7. Maana wamemjua Mungu wao. Hebu inamisha kichwa twende tumshukuru Mungu. Sema maneno haya pamoja na mimi. Sema tangu sasa nimetambua haki yangu haitacheleweshwa wala kupotea wala kuchelewa. Majira ni yangu yameshakombolewa kwa ajili ya afya yangu, kwa ajili ya akili zangu, na kwa ajili ya kazi za mikono, na kwa ajili ya elimu ya watoto. Hakuna atakayecheleweshwa katika eneo lake kuanzia sasa. Maana majira ya Mungu yametimizwa katika Kristo. Tangu alipokuja katika mwili, majira yakatimia ya mimi kuwa na afya, mimi kuwa na mafanikio, kuwa na amani nyumbani kwangu, kuwa na ushindi. Sintaangaishwa wala sintanyang'anywa furaha wala kuchelewa katika mambo niliyoyawaza wala niliyoyapanga. Kwa jina la Yesu Kristo ninapokea kazi zangu, napokea biashara zangu, napokea kilicho chema ndani ya nyumba yangu, na kwa lolote ninalolitamani au ambalo sijaliwaza, ambalo ni jema Mungu aliyolikusudia, nalipokea sasa katika jina la Yesu. Roho wa Mungu asante. Wewe uliyenibariki, wewe uliyeniinua, wewe uliyenitakasa, asante kwa upendo wako. Ninajijua sasa mimi sio mdhaifu tena. Ninajijua sasa sintachelewa tena, sintabaki nyuma tena juu ya mambo yote ya maisha yangu ya kiroho na kimwili, ya mimi na nyumba yangu.
Kwa jina la Yesu. Tulia kimya niombe. Mtakatifu wa Israeli, mimi ni shahidi wako tu juu ya watu hawa, juu ya kazi zao, juu ya nyumba zao, juu ya vizazi vyao, juu ya afya walizo nazo. Mimi ni shahidi wa haya mambo. Uliyamaliza Golgotha. Wasidaiwe tena watu hawa, wasipotezewe muda. Mimi ni shahidi wa ile kweli. Mimi ni shahidi na ile afya ya mtu huyu haitakaa tena. Ikikaa katika ubovu na kuzorota kila wakati, diabetes haitamzuia tena kuona furaha. Ugonjwa wa moyo hautamzuia tena. Magonjwa ya mifupa haitamzuia tena furaha yake. Nyumba yake haitasumbuliwa tena. Magonjwa ya tumbo haitamsumbua tena. Magonjwa ya kizazi haitamsumbua tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Na hata kazi ya mikono yake iliyokuwa haina nguvu, hiyo kazi inairuhusu sasa ipande kwenye daraja lingine, ipande kwenye viwango vingine. Nguvu ya mtu huyu iliyochukuliwa irudi sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na ruhusu mbingu iwe wazi kwa ajili ya mtu huyu, na malaika waende kuwatumikia watu hawa. Katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tuseme amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuangalia kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kuangalia katika lugha hii, na kuona wewe sio wa kawaida. Leo hii ndo historia yako inaanza. Mpya. Toka hapa utamuona Mungu aliyeenda mbele yako. Kashatangulia. Alisema nimetangulia mbele yenu kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. Utaona ndani ya mji huu malaika wa Bwana anatangulia mbele yako. Sema amen, amen. Weka mkono kifuani, fungua macho niangalie. Sema asante Roho Mtakatifu. Mbingu ni shahidi, na nchi nayo imesikia, nayo imekubali ya kwamba umenibarikia na hakuna wa kunilani. Amen. Mungu abariki. Nimemaliza, tuonane kesho. Wale wanaopenda kuniona asubuhi